mlivyosikia katika utangulizi kutoka kwa Baba Paroko, ni ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo, kadiri ya neno la Mungu lililosomwa katika masomo yetu. Tunapata mafundisho ya Ekaristi Takatifu yanayoelekeza katika ukweli mkuu kwamba Yesu Kristo ndiye mkate wa uzima wa ulimwengu. Maana kama manu ya jangwani tulivyoisikia katika somo letu la kwanza, ilikuwa kivuli na ukamilifu wake unapatikana katika Yesu Kristo anayejitoa sadaka kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Ndugu zangu, Ekaristi si ibada ya kawaida tu, bali ni ushirika na umoja ulio ndani ya Kristo, na hivyo kuashiria umoja wa kanisa. Ndugu zangu, kumbukumbu ya sadaka ya msalaba na ni chemichemi ya uzima wa milele. Hivyo basi, Mkristo anayeshiriki Ekaristi Takatifu, anayeadhimisha Ekaristi Takatifu kikamilifu, si tu kula mkate mzima, bali pia anakula mkate uliomegwa kwa ajili ya wengine katika upendo, katika huduma na sadaka. Na hivyo ndio mwelekeo wa kanisa la kimisionari toka walipofika katika maeneo yetu toka mwaka 1898 mwezi Julai tarehe 31 walipoadhimisha kwa mara ya kwanza adhimisho la sadaka misa takatifu pale kwenye kilima cha Peramio, upeo wa macho. Na hivi kanisa limekuwa likiishi roho ya kimishonari kwa kutoa huduma, sio tu uchungaji wa kujenga pia makanisa na miundombinu ya kikanisa, lakini kuunda miundombinu ya kutoa huduma, elimu, afya na jamii. Isitokee wakati ambapo inafika wakati na kuona hiyo sio sehemu ya kanisa, na hivi kutoa na kubadilisha kama huduma hizo. Umishonari huo unahitaji kukata leseni, kwa sababu ni biashara. Uhuru wa nchi yetu haukuwa hivyo. Elimu, afya na jamii, huduma kwa taifa, huduma pia kwa wadau wake, wakiwepo taasisi za imani kama kanisa. Sherehe ya Ekaristi Takatifu inaunganisha historia nzima ya wokovu katika Kristo. Maana au manu ya jangwani
ilikuwa ishara, ilikuwa ni utimilifu wake unaopatikana katika Kristo, kama tulivyosikia katika utangulizi. Ndugu zangu, mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni ni katika Ekaristi Takatifu kwa kanisa lake. Waamini tunaunganishwa naye. Kanisa linajengwa katika umoja na waamini wanaoonja kuwa tangu sasa wana uzima wa milele. Hivyo basi, Ekaristi Takatifu tunaadhimisha leo ni moyo wa maisha ya Kikristo, ni sakramenti ya upendo, ni upendo wa Kristo mfufuka, na ni chakula cha safari ya kuelekea ufalme wa Mungu, ufalme wa mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, katika dunia ya leo kuna hatari ya kuendelea kuzoea Ekaristi Takatifu katika kuipokea, kuhudhuria misa bila kuadhimisha misa. Misa inaadhimishwa, haihudhuriwi. Tunahudhuria mikutano na kuwa na umakini katika adhimisho zima la Ekaristi Takatifu, kupokea komunyo bila maandalizi, kuchelewa kuadhimisha misa takatifu. Wakati fulani unafika wakati wa mageuzo, misa inaanza toka mwanzo na wimbo wa mwanzo na inaisha na sala baada ya komunyo na wimbo wa mwishoni huko baada ya komunyo. Hiyo ndiyo misa. Hapo umeadhimisha misa, umeadhimisha neno, umeadhimisha liturujia ya Ekaristi Takatifu, liturujia ya neno, liturujia ya Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu, wakati fulani tunakosa kuwa na ibada mbele ya sakramenti, mbele ya sakramenti takatifu. Rejea kupata muda wa pekee na kuabudu Ekaristi Takatifu. Rejea katika kanisa dogo hili ambalo sasa mmelijenga jipya katika eneo letu hapa ndani. Wangapi wanakuja kuabudu Ekaristi Takatifu? Kwa hiyo leo hii hapa mahali pana mazingira mazuri kabisa ya kuabudu, ni mazuri, yapo katika kanisa hicho kidogo kipya ambacho mmekijenga wenyewe kama parokia. Tunawashukuru wale waliotuanzishia miaka yote kwa kutumia karama zao na kile walicho nacho. Mwenyezi Mungu ataendelea kuwabariki, na siku ya leo basi waweze kupata matunda ya Ekaristi Takatifu, mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hivi sherehe ya leo, ndugu zangu, inatualika kufufua tena imani yetu katika Ekaristi. Rejea matembezi yetu tutakayoyafanya hapa na kuelekea huko mitaani kwetu, ambapo ndiko na jumuiya ndogo ndogo. Napenda hapa kutumia zaidi
matembezi, huenda maandamano sasa yamepewa sura nyingine. Basi ni hayo hayo, lakini tutatembea tukiwa na uwepo halisi wa Yesu Kristo katika Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu, tujiulize maswali kadha wa kadha. Je, tuna njaa ya Yesu? Bila kuwa na njaa ya kukutana na Yesu Ekaristi huwezi, kwa sababu umeshashiba. Lazima uwe na njaa ya kukutana na Yesu Ekaristi. Je, ipo? Wenye njaa wale ndio wanaofika hata kuabudu pale, anajisikia ana njaa ya kukutana na Yesu Ekaristi. Ni njaa takatifu. Je, tuna njaa hiyo? Je, tunathamini ibada ya misa takatifu, ama ndiyo tunashiriki sehemu tu ya ibada ya misa takatifu bila neno la Mungu lilivyo, liturujia ya neno na bila liturujia ya Ekaristi? Je, tunajitayarisha vizuri kupokea komunyo takatifu? Sio tu komunyo ya kwanza, lakini komunyo takatifu, hasa kwa kupokea sakramenti ya kitubio au ya upatanisho kabla ya adhimisho la misa takatifu. Tunafanya hivyo? Tunajitafutia muda huo? Je, tunatumia muda au kupanga nafasi ya kuabudu kama tulivyokwisha sikia na kumwabudu Yesu Ekaristi katika sakramenti? Ndugu zangu wapendwa, siku ya leo tuombe tuwe na imani thabiti katika Ekaristi Takatifu, tuwe na upendo mkubwa kwa misa takatifu wa kumpokea Yesu Ekaristi, na tuwe ni mashahidi wa upendo wa Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu wapendwa, je, sisi tulio sasa hata hapa tunaadhimisha misa hii tuko tofauti na Wakorintho tuliowasikia katika somo la pili, ambao katika adhimisho lile la kukutana kwa pamoja na kuumega mkate kwa pamoja walichukua nafasi ya ulafi kabisa, wanakula kweli na kujiunga vikundi kadiri ya utajiri wao. Sisi tuko tofauti katika maadhimisho ya sakramenti, tena sakramenti mbalimbali. Mfano, hata katika sherehe mbalimbali za sikukuu kama Krismasi, tunaadhimisha Krismasi. Je, inabaki moyoni na kweli, au inakuwa sasa ndio mashindano ya kula na kunywa? Pasaka, wakati wa kupokea komunyo ya kwanza, maadhimisho ya sakramenti komunyo ya kwanza, zile sherehe tunazozifanya zinaendana na hadhi ya Ekaristi Takatifu: kipaimara, ndoa, nadhiri, hata daraja takatifu. Hizi sherehe hizi zote na jubilei zote hizi, mara nyingi katika maadhimisho haya
tunaanza asubuhi na kumaliza wakati wa giza. Kumbe wakati wa mwanga unapoanza ndio unaomulika kuwa sasa sisi ni watu wa mwanga, lakini tunaenda mpaka saa za giza, na palipo na giza pana mengi. Ndugu zangu, zamani hizo tulikwenda kukomunika baada ya saa moja ya kula chakula. Yaani haiwezekani wewe unakula sasa hivi unaelekea kanisani, halafu unapokea kanisa takatifu kabla ya saa moja. Zamani imekuwa hivyo, si una meza unapeleka huko, halafu unatimua mbio unaenda kanisani, muda mfupi tu tena misa zile fupi tayari mwili wa Kristo. Amina. Ndio maana Ekaristi Takatifu hata huko katika jumuiya ndogo ndogo lazima tuadhimishe mahala panapoendana na hadhi yake. Sio huku mnakaangiza nini, halafu huku na misa na mwingine anapita na masufuria anaelekea huko. Hizo zote. Je, leo hii tunafanya hivyo? Tunakula na kunywa wengine, hata kunywa vileo kabla ya kwenda kuadhimisha misa takatifu. Enda kwenye kitubio huko, karibu padri akimbie pombe inayokuja wakati huko katika adhimisho la kitubio. Umetoka wapi? Labda tuko waamini tunayemwabudu Yesu Ekaristi, yaani hostia takatifu, bila kumpokea katika komunyo takatifu, kwa sababu tuna vikwazo tumevipeleleza. Kwa hiyo unaweza ukawa unaabudu hapa kuliko wewe karibu wote, lakini mwili wa Kristo. Haya yote tuyaone leo na kuendelea katika maisha yetu. Labda kunakuwa na matendo maovu yanayoambatana na sherehe za maadhimisho ya sakramenti hizo au sikukuu, kama tulivyokwishaona. Ndugu zangu, maadhimisho ya Ekaristi Takatifu yatupatie nguvu kiroho, na hivi hata tutakapokuwa tunaondoka hapa na matembezi yetu tunaelekea huko, tunasali ili Yesu Ekaristi, mwili na damu takatifu sana, atupatie nguvu kiroho na upendo daima katika maisha yetu. Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya ukarimu wa Yesu Kristo mfufuka na upendo wake. Analeta umoja kama tulivyoona na mshikamano na wengine, hasa wenye mahitaji zaidi katika maisha. Basi ndugu zangu, siku ya leo tutakapokuwa tunatembea huko, tuichukue katekesi hii, twende nayo tukitembea na kuimba kuhusu Yesu Ekaristi, ili kutujalia umoja wa kweli wa nafsi zetu sisi wenyewe tutakayefanya tendo hilo, ili kusudi tutengeneze mshikamano wa kweli ndani ya nafsi zetu, katika familia zetu, katika jumuiya zetu ndogo ndogo, katika parokia zetu, katika vigango vyetu, katika kanda yetu, katika kanisa lote la Tanzania na kanisa lote la Mungu. Tufanye hivyo
na hatimaye tuliombee taifa letu. Huu umoja na mshikamano ambao tunauomba na upo katika kanisa tunaendelea, basi kuwe na umoja na mshikamano katika taifa letu, si mgawanyo, na kuanza badala ya sisi vipande vya Ekaristi Takatifu vinavyoungana, lakini huko usipokuwa katika roho hiyo utatawanya, utashambulia wenzako, utawaona ni wahaini, utawaona ni waovu. Wewe utakuwa unaona na kuungama dhambi za watu wengine. Leo tuwe na hili, ungama dhambi zako, ona udhaifu wako. Mwenyezi Mungu anakuona, lakini namna nyingine utaona udhaifu wa wengine, na wengine hata utawaita ni Yuda, bila kuwa na imani ya hao ambao wanatumia hilo na kufuru. Ni umoja kama tulivyotoka. Mama yetu Bikira Maria, mkingiwa dhambi ya siri, atuombee. Mama yetu Bikira Maria, muombezi wa taifa letu, huyu ndiyo atuombee, ili kusudi adhimisho hili la Ekaristi Takatifu liweze likaleta alama ya kweli ya kutuunganisha Watanzania, na tujisikie hivyo kama tulivyozoea. Maumivu yote tunayoyapata katika mgawanyiko yatupatie nguvu kama mashairi wa Uganda. Tujitoe navyo, lakini wale waliowatesa wale hatimaye walipata mateso na hapa na baadaye huko ambako kila mmoja lazima aende kwa ajili ya hukumu ya mwisho. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie sasa safari njema, tuondoke hapa, tuombe kwa ajili ya kanisa lote kwa namna ya pekee ya Tanzania na kanisa lote la Mungu tunapoadhimisha sherehe hii. Hata leo basi twende huko mitaani tukimpeleka Yesu Kristo mwili na damu yake takatifu kabisa, tukizunguka na kurudi hapa, ili twende huko na kwa namna ya utamaduni wetu, upendo wetu, tutawavuta wengi zaidi kwa Kristo kwa ajili ya upendo wetu tunaoshiriki matembezi hayo, tutawavuta wengi zaidi kwa Kristo. Hata huko tunapoenda, wengi zaidi watavutwa kwa Kristo na watampenda licha ya kufuata imani zao. Watampenda Kristo, watatupenda pia sisi kama tunavyokwenda katika matembezi hayo, na siku moja watamwamini, na siku moja kutakuwa na wokovu wa wote kadiri ya imani zetu mbalimbali, lakini cha mwisho wake tutakuwa pamoja kama tulivyoliacha taifa letu la Tanzania na Watanzania, na kuwa mfano mzuri na kuwavuta wengine waweze kuwa na upendo wa Kristo kama vile Kristo mwenyewe alivyotufundisha, na tukapokea amani hiyo tuliyoipokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe, kama tulivyokumbuka pale Bagamoyo kuanza utume wa kikanisa na umishonari mwaka 1868 na 2018, tukashukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 150, na sisi kama jimbo miaka 125 hapo 2023. Tumwombe Mwenyezi Mungu na mwenye baraka abariki matembezi yetu hayo yatakayoanza baada ya kuhitimisha misa takatifu kwa hapa kanisani na kuanza safari zetu kuelekea huko mitaani. Tumsifu Yesu Kristo.